Yeremia 9:23-24. Bwana anasema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Na naamini kwamba ilikuwepo katika hiyo dini ya kwamba tuliongea na tukakuta ya kwamba tulikuwa tunaongea kuhusu matajiri, maana tuligusia mkabala Ibrahimu katika mlango wa 18 Mwanzo, na tukagusia baadaye katika kitabu cha Luka 16 ambao tunataja kama tajiri na nafaa wa Yesu Kristo, na tukaona kwamba walikuwa matajiri sana kama ile tajiri ya Luka 19 na maisha ya wateule wa Mungu na watu wa Mungu pia wanaendelea. Waendelee sana. Nitaanza kwa Mwanzo 3. Nitakuja kwa haraka. Inasema basi nyoka alikuwa leo kuliko wanyama wote wa mwito. Aliyofanya Bwana akamwambia mwanamke, hivi ndivyo alivyosema zile matunda ya mti ule wa uzima. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio kati ya bustani amesema, Mungu amesema usiyale wala usiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula na wapendeza macho na ni mti wa kutamanika kwa maua, basi alitoa katika matunda yake akala, na kama mumewe naye akaa. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajifunika nguo. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa waaguzi. Wakachoma majani ya mtini, wakajifanyia ng'oo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupanda. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni moshi, nikajificha. Akasema, ni nini nani aliyekwambia ya kuwa ukomoshi? Je, umekula wewe matunda ya mti iliyokomesha usikai? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana akamwambia mwanamke, nini hii ukalifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Bwana akamwambia nyoka, kwa sababu
wote na kuliko hayawani wote. Bwana Yesu sana. Haleluya. Mtaka na Yesu makao mazuri. Nilikuwa kunio nimeisoma sababu ya kwamba tueleze ya kwamba kimo kiingia namna gani. Bwana Yesu sana. Na kitu gani kusababisha na baada ya hayo Mungu alifanya namna gani. Bwana Yesu sana. Maana ninasema ya kwamba wakati wa Mungu ametoka bustani na baadaye akamleta Adamu na baadaye Adamu alikuwa peke yake na baadaye baada ya Adamu alikuwa ya kwamba yatamtaka namna gani, lakini aliona ya kwamba kuna uwezo. Bwana Yesu sana. Na ndivyo maana ninasema akasema nitamtengeneza mapambano na yeye na alipoletewa ndio akalekuwa mimi. Bwana Yesu sana. Na hivyo unakuta ya kwamba wakawa watu wawili, na mimi nasema mwanamke akawa ametoka ametoka na amenenda naye ilikuwa ni kusani kubwa. Bwana Yesu sana. Na mimi nasema akawa ametoka hawakuwa na mwanamke na ndoka na tawa imelewa walikuwa kwenye hawajani wote. Na mimi nasema ule ndoka na tawa akamnyemelea aja kwa mwandama yule mwanamke, maana aliangalia ya kwamba ili hatari kufanyika na atajua si kwamba ya kwamba hii hakuwa alijua. Bwana Yesu sana. Alijua maana alijua yeye mwingine ndio tayari ya kwamba matunda yale tunazakula, lakini mtu akajitaki mwingine hivyo ndio mambo ya Bwana. Na hivyo unakuta ya kwamba yale ya kwamba alikuwa na kitope yale ya kwamba siku kwamba hakujua analotenda. Haleluya. Kama mimi nasema akawa anaangalia alichobadilika ndani ya kwamba kwa kampeni nzuri na akamwambia hili ndio unajiambiwa ndani ya kwamba msiana na akamwambia tunaweza kutoa yote lakini hii ya katikati tusile. Bwana Yesu sana. Unaweza kupatia Bwana Yesu makofi mazuri kama unaipata vizuri. Na kama inasema ya kwamba basi ya kwamba ndani maana unasikia Mungu mwenye akili ya kwamba nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote. Bwana Yesu sana. Na mimi nasema akaenda kumwambia ya kwamba yani angalia, maana ninasema ili alipoangalia ile tunda na akaangalia ile matunda mengine hiyo ingine yote haikutana. Matunda yote yalikuwa mazuri. Lakini maana ninasema hili ni tawa la kutamanika na ni nzuri hata ukiangalia hivi. Anasema kwamba hapa kweli Mungu anatudanganya. Bwana Yesu sana. Na maana ninasema atakuwa moja kalituna akali akalipia kwa utamu hapa. Haleluya. Bwana Yesu sana. Maana ninasema akalichukua akasema hii hata Bwana naye akiona atalikula. Bwana Yesu sana. Hata anapoenda kwa mbele hapo akamwambia hii kuna mjadala zile. Maana unajua yeye mwanamke kwa shamba tu anatengeneza na tunda yake ndugu zake anampelekea tu anapokula na anauza inayotamu zaidi. Bwana Yesu sana. Na mimi nasema walipokuwa watu wawili Mungu basi nasema wakahudumiwa nasi wakakuwa ya kwamba wakuishi. Bwana Yesu sana. Yeye walikuwa na taa lakini walikuwa yani hawana shida. Walikuwa na taa lakini hakuna kuendelea nyingine. Na mimi nasema walipokuwa ile tunda mimi nasema wakajikuta ya kwamba wakuishi. Na baadaye tunakuta kuona Mungu alikuwa na mapendeleo.
Bwana Yesu sana. Na wanapoingia kwa laana, laana inaingia kwa itaingia kwa wanaume na kwa wanawake. Maana ninasema kutoka hapa kakiwa tulikuwa tunakuwa vizuri. Sasa tunakuwa yacholee. Baba mtakarudia hali. Haleluya. Bwana Yesu sana. Naye mwanamke akagua sababu uchungu, yani uchungu. Na ndio maana yakagua kwa Mungu na utatetea tu miaka yote. Bwana Yesu sana. Hiyo ilikuja kwa sababu ya kwamba hakuna hata mmoja aliona makosa yake na hakuna aliyetubu. Bwana Yesu sana. Damu ikaingia ulimwenguni na kutoka pale wanadamu alikuwa wanakufa, kutoka pale kifo kikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hiyo tunakuta ya kwamba kifo kiingia kwa jinsi hiyo. Na hiyo tunakuta ya kwamba akaambiwa hata wewe ni magonjwa na mavumbini utarudi. Bwana Yesu sana. Na kwa hivyo ukiangalia vile nikakwambia kwamba hizi tukapaza shughuli nazo ina watu waangalie vile ambavyo tutajuana na Mungu wetu ili ya kwamba tutaelekana na Bwana. Ningetaka ya kwamba sababu ya time. Najua zetu saa hii Bwana Yesu sana. Watu wanaweza kuona kama ni mtu anakaa hapa. Haleluya. Lakini time ambao mtu anapewa. Haleluya. Haleluya. Kama saa hii ningepewa na 25. Imetumika dakika 10. Saa 6:25. Bwana Yesu asifiwe. So, acha tujaribu kukimbia sababu ya time. Mungu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tupate kitu. Bwana Yesu asifiwe. Pia kidogo. Tunataka sisi hata kama tunataka kupata kitu. Inaandikwa kuanzia hapo umejua vile dhambi iliingia. Bwana ndio sana. Na umejua vile kifo kiliingia. Bwana ndio sana. Na hii ya kwamba Yesu aje amalizane na kifo. Haleluya. Hiyo ndio inafaa hapo wa Mungu uwe hapo. Sababu ya kwamba wanadamu alikuwa ameumbwa asile kabisa, lakini aishi. Lakini kwa sababu ya dhambi na kutaka kufanana na Mungu, dhambi ilipoingia, hivyo kuingia. So tunataka ya kwamba tunaendelea na hiyo topic ya kwamba vile tunavyotaka yaani Mungu ndani ya kwamba uhusiano wetu na kufahamu Mungu kuwe sahihi. Bwana Yesu sana. Na ndio sababu ya tani yako ambao kuna kitu ambacho nataka kujifundisha. Wakati nisomea Ayubu 1. Mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka kusikia tu hiyo mstari. Atakurudia tena wakale. Ayubu 1:1 inasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kulikuwa na mtu mmoja na maandiko yanamtaja kuwa ni Ayubu, na maandiko yanasema alikuwa ni mtu ambaye anamcha Mungu na kuepukana na uovu siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, mtu huyu alikuwa ni mtu tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Baba tuelewe kwamba huyu mtu anamwabudu Mungu. Unajua kuna watu ambao wanakaa maanisha watu wanamwabudu Bwana ni kama maskini tu. Bwana Yesu asifiwe. Hawaoni kana kwamba kuna matajiri katika Biblia waliomcha Mungu. Na ukiangalia kuna watu ambao ni matajiri na hawamwabudu Mungu katika mali zao. Na hawamwabudu Mungu na Bwana Yesu asifiwe. Wao katika Biblia tutaangalia hapo. Unakuta ya kwamba Ayubu anasema utajiri wake ulikuwa ni mkuu sana. Alikuwa ni mtu mkuu na wanaambia Daudi kisema huyu alikuwa ni mkuu. Ni kweli kabisa alikuwa ni mtu mkuu. Na huyu ni mtu alikuwa anamcha Mungu. Mungu ambaye anamcha Mungu.
asifiwe. Haleluya. Hiyo nilikuwa nataka kuangalia kwa mdogo. Soma ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 10. Nataka tuangalie pale. Nisomee moja mpaka hii. Palikuwa na mtu Kaisaria. Sikia, kulikuwa na mtu mmoja Kaisaria. Jina lake lilikuwa Kornelio. Akida kikosi kilichoitwa Italia. Alikuwa ni kiongozi wa kikosi cha Italia. Mtu mtaua. Mungu mmoja mtaua. Mshaji wa Mungu. Mshaji wa Mungu. Yeye na baba yake. Yeye na familia yake. Wanaenda sawa. Umefikisha ile? Naye alikuwa kwa watu sadaka nyingi. Na yeye pia alikuwa ni mtu ambaye anatoa watu sadaka nyingi. Na kumwomba Mungu daima. Na kumwomba Mungu siku zote kama daima. Akaona katika maono waziwazi. Wakati ule alipokuwa akimwabudu Mungu na kuomba Mungu siku zote, siku moja akaona maono. Kama saa 9 mchana. Kama saa 9 mchana. Malaika wa Mungu akimjia na kumwambia. Malaika wa Mungu akija na kumwambia. Kornelio. Kornelio. Akamtazama sana. Akamtazama sana. Akaogopa akasema. Akaogopa akasema. Kuna nini Bwana? Kuna nini Bwana? Akamwambia. Sala zako na sadaka zako. Sala zako na sadaka zako. Zimefika juu. Zimefika juu mbinguni. Na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Na kuwa ukumbusho mbele za Bwana. Asante Bwana Yesu kwa zote. Haleluya. Sasa ni kwanza kwa uangalizi wa katika za watu. Na ili ya kwamba na wewe ukifiki mahali. Uone kana kwamba kuna mahali na dhabiti ya kwamba kama ni mtu ambaye anamsha Bwana, ni mtu anamtolea Bwana, na ni mtu ambaye ametukana na wao. Wale wanafahamu. Ya sasa na Mungu na neno la Mungu. Unajua na Mungu kuna namna gani? Ya sasa yeye Bwana. Yeye tunapendeza Bwana. Wale wanafahamu. Na ile ya kwamba tunataka kuonyesha vizuri. Tuangalie mmoja hapa ambaye maneno inasema inamtaja kwamba ni mtu ambaye ni tajiri sana mara nyingi, lakini alikuwa hafai kitu. Soma ndani katika kitabu cha Samueli wa kwanza 3 na mstari wa 3 kuendelea hapa. Samueli wa kwanza 3 inasema, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana. Hapana, nataka Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Pole sana. Samueli wa kwanza 25. Nisomee kwa hii mstari wa 21. Samueli wa kwanza 21 inasema, Basi Daudi alikuwa amesema. Tafadhali kidogo. 25 Asia 2. Inasema, na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake kama Karmeli. Naye yule mtu alikuwa mtu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya ya kondoo zake huko Karmeli. Na jina lake mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, nzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena mbovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mali ya Kalebu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wasikie sisi ndio wa magari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu ana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu tajiri sana katika maandiko na katika Biblia. Haleluya. Na ndio kwa juu sana. Maana nasema na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli. Naye ni mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000, naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Na jina la mtu huyo alikuwa
Bwana Yesu mzaa. Amen. Haleluya. Sasa unaweza ukaangalia maana kama inakutana na watu ama na familia nyingine. Bwana Yesu mzaa. Anasema kulikuwa na mtu mmoja kule Tameli, naye anaitwa Nabali. Nabali pamoja na mtaji ya kwamba ni mtu alikuwa na kondoo 3,000 na mbuzi 1,000. Ni mtu alikuwa tajiri sana. Bwana Yesu mzaa. Na Biblia inasema atimsee Nabali alikuwa hana adabu. Bwana mzaa. Haleluya. Na alikuwa yaani mtaka kabisa ni mtu mwao. Maana inamkiri kwamba ni mtu alikuwa na mali na ni mtu mwao. Bwana Yesu mzaa. Na mtu mwao akawa anamke. Maana inamtaja ya kwamba atemka huyu alikuwa na akili njema. Si akili njema tu. Anasema alikuwa na uso. Alikuwa yani ya kwamba ni anapendeza. Bwana Yesu mzaa. Amen. Haleluya. Napatia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Unaweza sasa hapo hata kama ni wewe. Huyo mtu alikuwa mtaja ya kwanza tumesikia. Alikuwa na mali na alikuwa na mali nyingi na anamcha Mungu na anamwabudu Bwana na mali yake. Tunasikia ya kwamba hao watu tunasikia tuliona Ibrahimu ni tajiri sana anamwabudu na mali yake. Bwana Yesu mzaa. Lakini tunakutana na mtu ya kwamba naye ni mtu mzuri, ni mtu mtaja ya kwamba ni mtu yani ya kwamba ambaye hafai kabisa. Inamtaja ya kwamba hana adabu. Inamtaja ya kwamba ni mtu ambaye yani unakuta ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Daudi wakati mmoja walikuwa alikuwa na wao hapa katika hiyo mji. Bwana Yesu mzaa. Na kama anaangalia ile kondoo Sauli mzee kule jangwani na akazibaki zote. Na Biblia inasema wakati Daudi alikuwa anapigana kule alikuwa na watu 600. Na Biblia inasema wakawa huyu ndugu yake na mzee mjana wake akawa wamewalete ili ya kwamba walikuwa kule msuru. Ni vile watu ambao wanaendaka mbali na mjimani. Na Biblia inasema wakati wote wao Daudi aliwalinda wale kondoo wale duniani. Bwana Yesu mzaa. Amen. Na Biblia inasema wakakaa wamekaa na baadaye hawa wakuruhusiwa wakaenda nyumbani. Na Biblia inasema Daudi akawa anakaa katika mji na siku moja wakasikia wakakuwa kumejaa kuna kiangazi na kwa hiyo akatuma kijana 10. Bwana Yesu mzaa. Biblia inasema akaenda kwa Nabali maana alisikia ya kwamba anataka mbuzi wake na kondoo zake manyoya. Alipotumana kule ili akaa waletea kitu cha kukula. Bwana Yesu mzaa. Haleluya. Biblia inasema yule Nabali akamuuliza ya kwamba mimi nimesikia siku hizi na watu wengi sana. Kuna watu wengi sana ambao hata kama huyo Daudi akawauliza kwani Daudi nani? Yaani hata mimi nipeane machicho yangu na kusaa kisoma hiyo tunayosikia. Atanipatia kwa Daudi mtu ambaye simjui na watu wanajibanya na watu wengi sana wamemkimbia. Hivyo ndio Nabali aliondoka kumwambia. Bwana Yesu mzaa. Na Biblia inasema akawatusi wao akawapana. Bwana Yesu asifiwe. Na kila watusi Biblia inasema ya kwamba akaambia wakaenda kumwambia bwana wao Daudi. Na walipokwenda kwa Daudi wale tu walipoenda wakamwambia Daudi. Daudi akasema mtu huyu alikuwa naye mali yake nimelinda nimebaki siku zote ambazo nilikuwa naye. Hakuna hata kitu chochote kilipotea hapo mtoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa imekuwa ya kwamba tulikuwa tunahitaji tu kule rasmi. Maana alituma kwa unyenyekevu sana. Maana nilikwambia mtumishi wako Daudi na uangalie watu hao. Anasema bwana wangu utuangalie kitu. Unaweza kula kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unyenyekevu sana. Lakini aliposikia hiyo sauti Daudi akajibaa. Biblia inasema akawaambia kijana wake 400 wapae silaha pia kupanga wake. Wakasema leo tutaenda kwa hiyo nyumba ya Nabali. Na wakasema huyu wa mtafiti roho ana mtoto
jihadi. Na maandiko yanasema kwa safari. Lakini ukisoma, hebu nisome kitabu hiyo mstari wa 14. 25:14. Hebu soma kwa ndani. Inasema lakini kijana mmoja wapo, sikiliza, kijana mmoja wapo hapa kijana alimpata habari ya Abigaili mkewe Nabali. Alipata habari mkewe Nabali. Akasema, tazama Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani. Tazama Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani. Waje ili kumsalimu bwana wetu. Waje kumsalimia ndugu yetu ama baba yetu. Naye akawatukana. Naye akawatusi. Lakini watu hao walitendea mema sana. Lakini watu hao walitendea mema sana. Wala kupata dhara. Wala sisi tunakuwa nyikani kupata dhara. Wala sisi hatukupotewa na kitu. Wala sisi hatukupotewa na kitu. Wakati wote walipopatana hao. Wakati wote walipopatana wao. Tulipokuwapo mabweni. Tulipokuwa kule mabweni. Bwana Yesu sana. Unaweza kuingia kwa wakati unakuja tena, tena umetusoma. Na kwa hiyo unakuta ya kwamba maandiko yanasema wakati aliposikia Abigaili na akasikia akawaambia akamwambia wewe ya kwamba Daudi atakuzuia mabaya. Na kwa hiyo mpaka saa hii jua hiyo utafanya. Wewe ni mwanamke mwenye akili. Bwana Yesu. Na maandiko yanasema akaingia akawashika kondoo na akatengeneza unga, akatengeneza kila kitu. Na maandiko inasema akawapandisha kwenye punda akawapelekea Daudi. Na sasa hiyo naye Daudi ndio anakuja ili ya kwamba kabisa hiyo familia. Bwana Yesu sana. Walikutana nyikani. Walikutana pepo walijimba. Walikutana. Akaenda maandiko inasema Abigaili akapata miguuni kwa Daudi. Akamulilia Daudi. Akamwomba Bwana, kumwambia Mungu akuonee mbali. Bwana Yesu sana. Haleluya. Na hapo ninakuja kugundua hata mke wake alikuwa amegundua ya kwamba bwana wake ana weakness kubwa sana. Bwana Yesu sana. Maana anasema Nabali ndio jina lake, ni ya kwamba ni jina linamaanisha upumbavu. Bwana Yesu sana. Haleluya. Na anasema kweli anao ule upumbavu. Bwana Yesu sana. Haleluya. Anasema ile jina la Nabali ni upumbavu. Bwana Yesu sana. Linamaanisha upumbavu. Ni mkaole anasema. Bwana Yesu sana. Na anasema anao upumbavu. Ndio unakuta ya kwamba alivyofanya ni hivi ya sasa juu ile katika maisha yako. Bwana Yesu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Najua maandiko yanasema kukuelimisha ili tuendelee katika vile Mungu anataka tuendelee. Hapa nasema ya kwamba huyu kumbe ya kwamba ni Bwana, lakini kumbe ya kwamba ni kubwa. Na maandiko yanasema aliyokuwa katika hiyo hali na walipokutana Daudi kweli alipokea ile zawadi. Na maandiko yanasema akamsamehe. Bwana Yesu sana. Na maandiko yanasema akarudi nyumbani. Na Daudi akarudi zake. Na aliporudi zake hapa tunakuta ya kwamba aliporudi kwenye nyumbani wakakaa, alikuwa anataka amwambie babake, hakumwambia siku hiyo. Maana maandiko yanasema Nabali alikuwa amelewa shetani kabisa, alikuwa amelewa akajielewa, akawacha mpaka Yakobo siku nyingine ya pili. Na maandiko yanasema alipokuja siku hiyo alipokuja na kumwambia, maandiko yanasema aliposikia hiyo habari ya Daudi alikuja amalize hiyo ngao. Maandiko yanasema akawa kama mtu amekufa. Bwana sana. Na bali kusikora badala akawa kama mtu ambaye alipigwa na chofu cha siku. Bwana sana. Maandiko yanasema akakaa hivyo mpaka wakati alipojielewa. Na maandiko yanasema baada ya siku 10 after 10 days Mungu akampiga Nabali akamua. Bwana Yesu sana. Mungu akampiga hapo, si Daudi, ni Mungu alimpiga Daudi. Ndio Daudi ni kweli Daudi si kama alikuwa ni mzuri sana. Bwana Yesu sana. Lakini moyo wa Daudi, haleluya, sana sasa zote ametenda. Maana ndani ya kwamba Daudi alikuwa anatenda dhambi nyingi.
wanaweza kufahamu. Na wewe tunazifahamu na tunajua ya kwamba Daudi hakuwa useme alikuwa mtu mzuri zaidi. Lakini maana maandiko inasema moyo wa Mungu ulipenda Daudi. Wala sasa. Na tunakuta ya kwamba alipokuwa Daudi hapo Abigail na wakati na pale alikufa, maana inasema akatumana akamwatu ili ya kwamba achukue Abigail awe mtu wake. Wanaweza sana. Na maana inasema Abigail akakubali. Haleluya. Hapo wanawake wanaweza kukwambia ili kama haleluya. Maana ndugu alikuwa na nyumba yake na watoto wake. Wanaweza sana. Haleluya. Na ameacha nyumba yake. Na ameenda na Daudi na akawa mpendwa. Haleluya. So ninasema ya kwamba unaweza kuangalia ili ya kwamba unaweza ya kwamba bila maisha kama inaenda sababu ya kwamba hebu tumalizie pengine na kitabu ni sababu ya kitabu cha Mwanzo 20 Mwanzo 39 wacha tumalizie na huko. Tunaanza kitabu cha kwanza na kuendelea pale. Basi akaletwa mpaka Misri. Wakati ndugu wameguswa na ndugu zake, sasa hawa ni ndugu na wanampenda. Bwana Yesu sana. Ninasema uhusiano wetu na Mungu. Najua yeye tunataka hii zawadi ya wokovu na nitaka tumalize kwa Bwana Yesu sana. Lakini tutamaliza na nani? Hapo wanasema yaani Yusufu akauzwa na ndugu zake. Bwana Yesu sana. Na alipouzwa akauzwa jamaa walikuwa sente wakauzwa hawa wa Ishmaeli. Na maana inasema wao wakumgusa katika nyumba ya watu. Haya kweli pasi. Basi akaletwa mpaka Misri naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwao hao Waishmaeli alionyesha huko. Wakamnunua mkononi mwa Ishmaeli akawa katika nyumba ya Potifa. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Sikiliza kitu kimoja. Maana ya mtu kuokoka ni nini? Mtu anayemcha Mungu na kutetea Kristo ni nani? Maana inasema aliingia katika nyumba ya huyu Misri. Maana inasema nyumba hiyo ya huyu Misri ikaanza kubarikiwa. Bwana Yesu sana. Anasema nyumba yake ikaanza kubarikiwa. Ule mtu alikuwa haoni faida, akaanza kuona faida. Bwana Yesu sana. Maana inasema yani kule nyumbani ukawa ni kuzuri. Maana inasema hata mashambani ukawa ni kuzuri. Kila mtu ambacho yani kama ndugu yetu Yusufu alipokigusa kilibadilika. Bwana Yesu sana. Sijui wewe yani ikiwa mahali umepewa kwenye kazi. Yani kuangalia biashara ni kubwa ya kuwa ama inasoma sababu wewe una Kristo ndani yako. Haleluya. Amen. Unajua kuna watu wakiingia ama wakiingia kwa nyumba iko na amani. Unakuta ya kwamba hiyo amani inaisha. Yani nyumba hiyo inafuatana. Imeanza yani mafutano, imeanza usugi faraka. Yani unakuta ya kwamba nyumba iko na amani haina tena. Sababu ya kwamba aliyekuja hakuja kwa mambo ya amani. Amekuja kwa uhalifu. Bwana Yesu sana. Unaweza kuingia kwa nyumba fulani ama kwa mambo fulani, nyumba ilikuwa ni vizuri, kwamba ikaishi. Kumbe kuna kitu ambacho kinafuata. Bwana sana. Haleluya. Unaingia nyumba nzuri inaisha. Unaingia katika biashara, badala ya ile biashara iendelee, biashara inamalizika. Bwana Yesu sana. Haleluya. Hiyo ni ile roho ya Farao. Roho ya Farao iko na huyo. Hebu soma hiyo Farao. Hebu soma hiyo kutoka. Na nimesema Mwanzo 8:28.
Nasema kitabu cha Kutoka 8:28. Kutoka 8:28 inasema Farao akasema, bibi nitawapa ruhusa mwende. Mimi nitawapa ruhusa mwende. Ili mumsujudie dhabihu Mungu. Lakini mumsujudie Mungu wenu dhabihu. Mungu wenu jangwani. Kule jangwani tutakwenda. Lakini hamtakwenda mbali sana. Lakini hamwezi kwenda mbali sana. Wale simamia hapo. Ndio sana. Haleluya. Unakuta ya kwamba kuna roho inafanya kazi katika familia. Bwana Yesu ndiye sana. Yaani ya kwamba unakuta ya kwamba mmetoa kiwango. Yaani ya kwamba hamwezi kupita hapa. Unakuta wale watu wenu, familia yenu, watu wenu, hakuna ile kitu hapa. Maana ya kwamba Shetani ameweka mtego. Anasema mtaenda lakini hamwezi kwenda mbali sana. Bwana Yesu ndiye sana. Haleluya. Bwana Yesu ndiye sana. Hata kuna watu wako, mtu ambaye ameshika kile kitani, hajawahi kushika pombe. Bwana ndiye sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wote hata sisi tunamjeza. Kuna mtu yani unakuta miaka imesoma lakini udai hata vipi. Haja ya mkopo si yao. Bwana Yesu ndiye. Haleluya. Unajua kuna mtu anasema pesa ya mkopo nimepata vipi? Hiyo pia ni mali ya watu. Ile hapo yenyewe. Bwana ndiye sana. Kuna mtu anataka laki. Haleluya. Hiyo ndio tunaambiwa tufunge. Bwana ndiye sana. Inawaambia ni kweli. Inawaambia tunahitaji. Jumapili kwa hiyo workout tunafundisha. Bwana ndiye sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambie nasema kwetu kwa wanyama na Salman inaitwa Getira. Bwana Yesu ndiye sana. Haleluya. Mahali tukawahi tena. Hiyo tutakana tupasue. Yaani hii ndio hiyo ya kwamba kuna mahali ambapo kumewekwa nini? Hata ukida unaona kwamba private pesa kwa simu. Bwana ndiye sana. Haleluya. Kuna mahali unaweza kukupa nini? Bwana ndiye sana. Na yeye kuna mtu ukiangalia nyanya hivi yake ni milioni moja. Wewe hapo unataka ama 10 ama 1000. Bwana Yesu ndiye sana. Yaani Shetani anakuwekea gari kama haya. Kama ni biashara, Bwana ndiye sana. Yuko kwa hawezi. Au umejaribu hivi, hawezi ukapenda vizuri. Bwana ndiye sana. Na hiyo tunataka siku ya leo. Kwa uwezo wa Bwana atupe nguvu ya kuruka ile mitego. Bwana ndiye sana. Ile mahali ambapo hata unajua ni maneno yaliyonena. Kuna maneno watu wanena. Unamjia neno wao na nguvu. Kuna maneno yaliyonenwa hata yanasemwa na mababu. Unamjia yeye na nguvu. Kama umeokoka hiyo maneno anakupa vizuri. Hiyo maneno bado yanafanya kazi kwako. Biashara yako unajua hiyo biashara unajaribu Bwana ndiye sana. Ni vizuri kuelewa kwamba hizo madhabahu Farao aliwaambia mtaenda kumcha Mungu lakini hamwezi kubali sana. Bwana ndiye sana. Na wewe ni siku ya leo kumwambia kwa jina la Yesu hizo vitu ambavyo nasema ni kwa maisha hata kwa pamoja. Bwana ndiye sana. Hizo maneno waliyosema anasema katika kitabu cha Isaia 50:17 alitutoa kwa dunia kwa maisha hakitafaulu pamoja. Bwana Yesu ndiye sana. Haleluya. Ni vizuri ya kuadusha hizo madhabahu aliyoweka hizo hata kijioni. Bwana ndiye sana. Kijioni alikuwa na Mungu na alipokuwa na Mungu kumbe baba yake mchana. Haleluya. Ni Mungu ana miungu ameweka. Na anakuenda usije kwa dogo usije kupoka. Ufunge madhabahu. Bwana Yesu sana.
siku na madhabahu kwa shetani mleta. Anakuwekea biashara, analeta lile wewe kustahili. Wewe kama ni kashiriki unapata hawezi kustahili. Lakini leo this year Bwana anasema mwambie mwenzako mwaka huu wengine wanala gani sasa nataka kusafiria. Bwana anasema haleluya. Yaani ukanyaka na noti nzuri, Bwana anasema ukasema hii 50 aida hii ya 50,000. Bwana anasema moja ya moja isiyo ya deni. Bwana anasema mwaka huu nataka mtu apate. Bwana anasema isiyo ya deni, isiyo ya kudaiwa. Bwana anasema haleluya. Haleluya. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Ni sawa Mungu amesema tutakuja jasho letu. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini kweli kwamba tukikula hiyo jasho letu na jasho letu tutakuwa wenyewe hata hiyo na wengine. Bwana anasema je, Mungu atafanya tukule jasho letu kwa amani? Yaani ya kwamba kila mtu tutapata tutafuna. Unaweza kupata na mafuta. Bwana Yesu anasema unapata bila hiyo na watu wengine. Ukisema kitabu chote kina nani? Unapanda wengine wanakula. Ona kama kutazama. Bwana anasema lakini mwaka huu kwa uwezo wa Bwana unapolima mahali ambapo hajalimwa na mtu. Unajua hiki kitu njia kama mimi basi najua hawa watu wengi hawajajua kitu kinafundisha. Bwana anasema maana ya Bwana anasema haleluya. Sasa kama sisi ambao tunaweza kuuliza sisi tumefanya wenyewe. Tukalima mahali hapo hapajawahi limwa. Tukapanda hapo. Tukavuna mavuno makubwa. Bwana tulizo sana. Hiyo ilikuwa ni sasa upande zipishwa. Sasa tunatakikana hiyo zipo dawa. Yaani mambo haya yawe maana ni ya kiroho. Bwana tunasema yaani unakuna zaidi ya ile ya kawaida. Kwa hiyo ya kusiba pale hapo umelima lakini kwa sababu tegemea ule tumaini umelima kwa Bwana. Yeremia 15 17 mstari wa 5 nasema sasa hapa tumalizie. Naona tayari yako si mbaya ile Yeremia 17:5. Bwana anasema hivi. Bwana anasema hivi. Amelaaniwa yule amtegemea mwanadamu. Amelaaniwa yule amtegemea mwanadamu. Afanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Afanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Hataona yatakapotokea mema. Hataona yatakapotokea mema. Mungu akubariki leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoangalia hiyo na uangalia ya kwamba sisi ambao tumeokoka na tunamwisha Mungu. Ulikuwa unajisomea that time moja that time kwa katika nini gani hapo? Moja that time Mwanzo 9 mstari wa pili watatu. hebu soma balikia mpaka mstari wa 6. Wanawake akaona kwamba Bwana yu pamoja naye. Angalia utumishi wa Mungu watu wakaona huyu ni soko Mungu yuko pamoja naye. Na kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Ya kuwa Mungu anafanikisha kila kitu mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake. Yusufu naye akaona neema machoni pake. Akamtumikia. Naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake. Naye huyu akamwomba awe msimamizi juu ya nyumba yake. Yote aliyomo akayaweka mkononi mwake. Na yote aliyokuwa naye akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake. Wakati alimweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Nyumba
Mungu atabariki nyumba ile kwa ajili ya Yusufu. Sasa tunaweza kujua jina Yusufu kama jina lake. Basi wetu kama mstari 6. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Amen. Bwana Yesu sana. Mimi natakikana nikienda mahali, yaani ya kwamba Mungu abariki shamba, abariki familia, abariki kila kitu. Bwana Yesu sana. Bali ndio kwa mahali tuanze kwa hiyo kwa mahali. Bwana Yesu sana. Bali ninasema Mungu akawa pamoja na hiyo familia. Akawa nyumba yake ni nyumba ya kigeni. Ni mtu ameushwa, lakini amebeba Yesu. Bwana Yesu sana. Nyumba ile imebarikiwa, watoto wakabarikiwa, wote wakabarikiwa, shamba ikabarikiwa, Mungu ikabarikiwa, shamba ikabarikiwa, kila kitu kinagusa mkononi mwako kinabarikiwa. Bwana Yesu sana. Na sisi ndivyo hivyo tulivyo. Jambo linatupasa sisi Mungu atuinue, Mungu atubariki. Yaani tunaingia mashambani, tunaingia yaani Biblia inasema wale wanaomwamini Mungu. Haleluya. Bwana Yesu sana. Kwa nini nafikiria hivi swali tu? Kwanza kuna kitu hapo. Unaweza kuangalia kidogo tu. Inasema hivi 28 Kumbukumbu la Torati. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza na kufanya maagizo yake ni kwa usafi ulimweo. Ndipo Bwana wako atakapokujaza, atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na miguu wa maongeo wako na wa kondoo zako. Itabarikiwa kapu lako na shombo chako cha kukadia unga. Utabarikiwa mji yako, utabarikiwa mji yako na upako. Bwana atawafanya adui zako waipako juu yako kupigwa mbele yako. Watatokea kwa njia moja, lakini watapigia mbele yako kwa njia saba. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkononi mwako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia atakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake, na mataifa yote ya dunia wakuone umeitwa kwa jina la Bwana, na watakuwa na hofu kwako. Bwana ataufanya uwe mwingi wa heri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nyama wako na mifugo na uzao wa nchi yako na katika nchi Bwana aliwapia baraka zako. Bwana atakupa, atakuvunulia Bwana hazina yake nzuri na ya mbingu, na kwa kutoa mvua ya nchi kwa wakati wake, na kwa kukubalikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala wewe hutakosa. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu wala hui chini, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuwatazamio hivi leo na kuyaangalia na kuyatunza. Msipogeuka katika maneno niyoamuru kwa lolote kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Bwana Yesu sana. Nafikiria sina haja nifafanue hiyo, lakini umesikia mwenyewe. Kwa ukisikia neno la Bwana na ukalishika, Mungu atakubariki. Bwana Yesu sana. Ubarikiwe kazi ya mikono yako, ubarikiwe shambani, ubarikiwe mahali unafanya biashara, ubarikiwe kuingia kwako, ubarikiwe kutoka kwako. Yaani Mungu akupe na njia alipe kila kitu ulichonacho. Bwana Yesu sana. Haleluya. Maana ni kitu cha Bwana na kimenena na kitatenda sawa sawa. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo Mungu kama kufuata
Kristo vizuri. Bwana amesema tunatakana hapa ushuhuda utakuwa hapa kumalizia mwaka wa Desemba, utakuwa ushuhuda mwingi sana. Bwana amesema kwa sababu kwa sahihi hakuna tena hivyo, hakuna tena watu mimba, hakuna yani sahihi kuendelea katika Bwana. Bwana Yesu amesema Mungu anatupigania, bali wengine anasema vita sijana, vita ni vya Bwana. Bwana amesema Daudi alipokutana Goliathi alisema vita sijana, vita ni vya Bwana. Alikuwa kufuna kwa sababu siwezi, lakini kwa sababu ya Kristo Yesu ataniwezesha. Bwana amesema lakini kwa makosa kaliano kwa jiwe moja, kwa pea moja tu ikamwa kabisa Goliathi. Hili sijui ni ndio wakati umesimama mbele zao. Sijui ni shida gani napitia. Lakini leo hii ukiweka Mungu mbele, kumwambia nitambulie mwaka, hizi siku zimesalia hizi 11 kisalia. Ninataka kwanza milango ya maisha kudumu inaenda kitu kwa dunia. Maisha yangu ile kazi nimefanya Bwana, kabla uliponiita, sasa ninataka mwaka huu Jehova ujidhihirishe kwa maisha yangu. Bwana Yesu ni sawa. Tusimame.